Kwanza tufahamu lengo la kanuni hizi kanuni, lengo kubwa sio kuwakomoa wachezaji, sio kuwakomoa viongozi, sio kuwakomoa wadau wa soka. Sawa, lengo ni kuweka utaratibu mzuri, sawa, ili vitu viende sawa. Ukirejelea kanuni ambayo inazungumza udhibiti wa wachezaji, si ndio? Kanuni namba 42 ambayo ndio imetumika kwenye kuwahukumu Mohamed Bakari wa JKT Tanzania pamoja na Ibrahim Abdullah Baka wa Dar es Salaam Africans. Hii ni kanuni ambayo imefanywa tunasema amendment, imefanywa marekebisho kwa sababu mara nyingi ilikuwa ni either fine milioni 1 mpaka 2 pamoja na 500,000 mpaka kufika milioni 2 ndo kiwango cha fine ambacho kilikuwepo, ambao hii imezungumzwa kwenye ibara ya 5 kabla hujaenda kuifika hii ibara 42 kifungu cha kwanza. Kwa hiyo nadhani kuna namna ambavyo wamejaribu kuboresha, kwa sababu kikubwa hapa kinacholindwa ni uhai wa mchezaji kwa sababu ama usalama wa mchezaji, kwa sababu kanuni kubwa kwenye mpira wa miguu tunasema play fair, be positive. Hiki ndio kitu ambacho kinaongoza mpira wa miguu, kwa maana usalama kwanza alafu mengine atafuata. Unapocheza wewe kwa fair, maana yake unamhakikishia mwenzio usalama na yeye anakuhakikishia wewe usalama. Rejelea Mapinduzi Balama kama case study, rejelea kwa Moses Field Simba dhidi ya Kagera Sugar. Hii situation ilishawahi kutokea tangu Moses Field alipoumia dhidi ya Kagera Sugar, hakurejea tena kwenye fomu, na ndio moja ya sababu ambayo ilifanya Moses Field kuachwa, kwa sababu hakuwa tena kwenye ile fomu ambayo alikuwa nayo. Kwa hiyo kama ilitokea au nakutajia ni baadhi ya mfano wa waathirika wa hivyo vitu, kwamba wameshawahi kupata hizo situations, zimeshawahi kutokea, usalama wao ukawa ni mdogo walipokuwa uwanjani, ikawakuta kilichowakuta, mwisho wao kare yao imekuwa sasa hivi inaonekana ni ya kawaida. Kwa hiyo lazima tuwalinde wachezaji, iko ndio kitu cha kwanza. Tusiangalie kwa sababu imetokea kwa Ibrahim Abdullah labda ndio yupo Dar es Salaam Africans, ama Mohamed Bakari yupo JKT, moja timu ambazo zinatajwa sana. No, tunaangalia usalama wa mchezaji. Haijalishi ni mchezaji nani amefanya ama nani amefanyiwa, kwanza ni usalama, kwa sababu kanuni inasema hata kama wangeadhibiwa, sawa, kwa maana ya Mohamed Bakari angepewa red card na muamuzi na Ibrahim Abdullah angepewa red card, bado kamati ya masaa 72 ilitakiwa imhukumu. Yani ile hukumu ambayo amepewa ipo hapa. Kwa nini imeongezwa hii? Kuonyesha msisitizo juu ya hili kwenye kuendelea kulinda usalama wa wachezaji wengine. Kwangu mimi nadhani ni adhabu ambayo imestahili, kwa sababu hata kanuni zimepitishwa kwa makubaliano, kwamba sio kwamba watu wamekaa wameandika tu wakaja wakazitoa hizi ndo kanuni za ligi. No, kila msimu, kabla msimu kuanza, tunafahamu kunakuwa na semina kwa waandishi wa habari za michezo, kunakuwa na semina kwa wanahabari, kwa wadau wengine ambao wanayokeza katika soka, na kila mtu mmoja kunakuwa na dirisha la wao kuwasilisha maoni yao kwamba bwana, hiki kiongezeke, hiki kipungue. Alafu wakisha vikusanya vyote vinavyoingizwa kwenye kanuni, vilabu vinawakilishi kwenye hizo kamati za sheria, wanaenda wanapewa, wakishajiridhisha kwamba yes, hiki kiendelee, hiki kiwepo, ndo kanuni zinapita. Sio kwamba bodi ya ligi ama TFF wao wamekaa wakapitisha tu kanuni. No, hizi kanuni ziliridhiwa. Kwa kama vilabu viliridhia kanuni ziwepo, basi pia watu wanatakiwa tukubaliane kwamba watu wameadhibiwa kwa kanuni ambazo wachezaji, viongozi ambao ndo wa hizi timu ambao ndo walezi wa wachezaji wenyewe walizikubali. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama inaweza kuwa na shida yoyote, lakini cha msingi ni kwamba kinachoangaliwa ni usalama wa mchezaji mmoja pamoja na namna ambavyo tunaweza tukalinda karia yake kwa siku za usoni. Sehemu ambayo imenipa ukakasi ni kulikuwa na sakata hapa lilizuka la mwalimu Miguel Gamondi, ambaye yeye alifungiwa kwenye michezo mitatu kwa kanuni. Kwa mchezo wake wa mwisho ambao alicheza Novemba 7, 2024 akiwa kama mwalimu wa klabu ya Dar es Salaam Africans, baada ya huo mchezo ndio ilitoka ripoti ambayo ilitoka ni tarehe 11 kama sio 12 ya kumfungia mwalimu Miguel Gamondi kutoka kwenye benchi kwa michezo mitatu. Sasa kitu najiuliza ni Miguel Gamondi mpaka sasa hivi amekaa kwenye michezo miwili kwenye benchi, kwa sababu baada ya mchezo ule ndio yeye na hatima yake Dar es Salaam Africans ikaja kutoka, mwalimu akaondoka, amerudi. Sifahamu labda kama kutakuwa kuna marekebisho, na nimejaribu kupitia kwenye kanuni sijaona hayo marekebisho, ya kwamba kanuni ambayo adhabu ambayo ilimhukumu mtu msimu uliopita
haiwezi kutumika, kwa sababu hata ukirejelea kwa Jonathan Soa, Soa alikuwa na adhabu ya kadi ambayo ilimfanya ashindwe kucheza kwenye mechi ya Ngao ya Jamii msimu huu, kwa sababu alikuwa ana hiyo adhabu ya msimu uliopita. Mwalimu Miguel Gamondi na yeye ilikuwa ni adhabu ya msimu uliopita the same. Kwa nadhani kuna kitu ambacho wanatakiwa waboreshe. Hapa ndo sehemu ambao wanatakiwa waje sasa watuambie kwa nini mwalimu Miguel Gamondi anaendelea kukaa benchi la Singida Black Stars, ilhali msimu uliopita mechi ya mwisho yeye kukaa kwenye benchi alikuwa amefungiwa michezo 3. Hii ndio sehemu ambayo labda tunahitaji majibu. Lakini kwa namna ambavyo sehemu nyingine kanuni na adhabu zimekuwa zikitolewa kwa kamati ya saa 72, nadhani wapo sahihi na wanaonyesha kabisa kwa msimu huu hatuhitaji busara, tunahitaji kufuata utaratibu. Unajua msimu uliopita tumezungumza sana kuhusu swala la busara. Yaani wadau wengi wamezungumza, stakeholders wengi wa mpira wamezungumza kuhusu swala la busara, kwamba kanuni nyingi hazifuatwi, yanafanywa maamuzi ya busara kuangalia ili kubalance. Kwa namna ambavyo kamati ya masaa 72 ilivyokuja kutoa adhabu, inakuonyesha ni safari hii wamedhamiria kufuata kile kitu ambacho kimeandikwa. Sasa swala la kwamba kutakuwa kuna kulegezwa, sidhani. Kama mchezaji wa klabu kama Yanga anafungiwa mechi 5. Sasa nazungumza miongoni mwa klabu kubwa Tanzania, Simba, Yanga na Azam. Kama mchezaji wa klabu kama Yanga anafungiwa, sidhani kama wachezaji wengine wanaweza wakawa na hiyo room. Labda kwa makosa mengine ambayo sidhani kama tunaweza kwa sababu angalia hata swala la Dodoma Jiji. Dodoma Jiji wamepewa faini ya milioni 1.5 kwa kosa la kusimama mwalimu ambaye hana vigezo kwenye michezo 3. Kwa hiyo nadhani hii ni moja ya sababu ambayo inakuonyesha kwamba watu hawahitaji kuangalia excuse. Unakidhi vigezo wataangalia, kwa sababu ingekuwa wanahitaji kusikiliza au kutumia busara, maana yake wangewapa room Dodoma Jiji waanze kujitetea. Lakini mwalimu hana vigezo, imeangaliwa kanuni inasemaje, watu wamepewa adhabu. Kwa hiyo kwangu mimi sidhani kama kutakuwa kuna masuala tena ya kuangalia safari hii tutumie busara. Kama tumekubaliana hizo ndo kanuni zetu, basi zifuatwe. Haijalishi ni mchezaji gani anacheza wapi, haijalishi ni kiongozi gani anaongoza nini, anaongoza klabu gani. Kama hizo ni kanuni ndo ambazo tumekubaliana, basi ziendelee tu kuwa hivyo hivyo. Lakini